Niwe Baba wa ajabu katika jina la Yesu Kristo. Asante asubuhi ya leo Bwana kwa ajili ya kutubariki na siku hii Bwana. Asante kwa ajili ya kutupenda na upendo usioelezeka kwa kinywa. Uhimidiwe milele na milele daima katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa ajili ya ibada hii ya leo Bwana ambao umetupea Bwana. Tunajua kwamba kuna nchi ambazo ziko na vita na hawezi kuwa na nafasi kama hii. Tunakumbuka Wakristo wa nchi ya Nepali hawezi kuwa na nafasi ya kuabudu maana nchi yao kuna vita. Wakristo wa nchi ya Iran hawawezi kuwa nafasi kama hii maana nchi yao ina vita, na nchi zingine nyingi Bwana, hata majirani zetu wa Somalia na Ethiopia Bwana, kunazo sehemu kuna vita na Wakristo hawezi kuwa na nafasi nzuri kama hii ambayo umetupa. Tunanyenyekea miguuni mpako Bwana, tuikwambia wewe pekee ndio wastahili, wewe ndio wa kuinuliwa na kuabudiwa, wewe ndio umetutunukia nafasi hii Bwana. We worship you and we give you the glory, for you alone is worthy. In the mighty name of Jesus Christ, tunatubu na kuungama dhambi zetu, mfalme wa ajabu, asubuhi ya leo kule ambako tumeenda kulingana na mapenzi ya mwili yetu Bwana, kule ambako tumechukia Bwana, kule ambako tumelaani, kule ambako tumedanganya, kule ambako tumewazia wenzetu vibaya, tunatubu asubuhi ya leo. Tusamehe mfalme, tukubalike mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Baada ya kutusamehe mfalme, tuoshe kwa damu ya dhamana ya Yesu Kristo, tuwe watu waliokubalika mbele zako katika jina la Yesu. Tunasema ni asante kwa uwezo wako maishani mwetu Bwana. Tunasema ni asante kwa baraka zako maishani mwetu. Asante kwa baraka zako katika boma zetu. Asante kwa baraka zako katika kazi zetu. Asante kwa baraka zako katika biashara zetu. Uinuliwe na uhimidiwe milele na milele daima katika jina la Yesu Kristo. Twakuita kuwa wewe ni Mungu, maana tumekuona ukiwa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Twatamani kubaki miguuni pako Kristo mwenyewe, Mungu mwenye enzi. Twatamani kubaki chini ya amri zako. Twatamani kubaki chini mausia yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ujidhihirishe wakati wote maishani mwetu, nasi tuendelee kuwa barua njema ambayo inaweza someka na itakayohubiria wale wengine kule nje katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa ajabu, asubuhi ya leo tunataka kuwainua wale wote wanaopitia wakati mgumu mbele zako. Kuna wagonjwa nyumbani, kuna wagonjwa hospitalini Bwana, tuwainua mbele zako. Wengine ni washirika wetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo weza kuwatembelea na kuwafanyia muujiza uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kuna wenzetu wengine wanaomboleza kwa ajili ya kuacha na wapendwa wao. Taomba ukawapa nguvu na utulivu moyoni, na zaidi wakakubali ya kwamba wameachwa, na wazidi kuitengeza njia zao zikafaa mbele zako katika jina la Yesu. Hatuwezi sahau kuiombea nchi yetu Bwana. Kunao mambo ambao wamekuwa na hitirafu katika nchi yetu Bwana. Kuna wizi wa mali ya umma ambao umekuwa ukiendelea katika nchi yetu. Tunaomba Bwana utushindanie dhidi ya roho mbaya wa wizi katika nchi yetu Bwana. Ufisadi ambao umekita mizizi katika nchi yetu Bwana, utushindanie ili roho ya wizi ikashindwe katika jina la Yesu Kristo. Pia kuna tribalism na nepotism Bwana, tunaomba utushindanie Bwana, kule ambako watu wamenyimwa kazi na kazi inapewa wale ambao wasiohitimu. Bwana, tuomba ukaingilie kati katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye tumaini la moyo wetu Bwana, maana watuambia katika andiko takatifu, iwapo tutaliitia jina lako Bwana, tutubu na tuombe msamaha, utaiponya nchi yetu Bwana. Hivyo ndivyo tutaendelea kufanya mbele zako, ili ukaiponye nchi yetu mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi njema twainua viongozi wa kanisa letu mikononi mwako Bwana, from the head office Bwana Mungu wetu, tukiombea moderator wa GA Bwana, ukampe hekima na ofisi yake ukawapa hekima na roho zinazomcha Mungu. Yale ambayo yanaweza fanyika yasiyofaa mbele zako, tunaomba ukayaondoe katika jina la Yesu Kristo, tukiomba ya kwamba kanisa letu likaendelee kuongozwa na wacha Mungu, watu wanaokuogopa, watu wanaokutii na kuliheshimu jina lako. Ndivyo tunavyoomba asubuhi ya leo mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya kanisa letu la KCC.
Twaliinua na kulibarikisha mbele zako Bwana, tukiombea washirika wote wa kanisa hili Bwana. Zidi kutubariki na kutuongoza na hata kutupigania katika safari ya imani. Zaidi ya yote tunaomba ya kwamba si zote tukajawa na kiu na njaa ya neno lako, ili Bwana ukazidi kutushibisha katika jina la Yesu Kristo. Hata asubuhi leo Bwana, tunalo neno ambalo umetuliandalia kupitia kwa mchungaji Githenji. Tunaomba Roho wako Mtakatifu kamtumie kadri ya mapenzi yako Bwana. Ni ndugu amekuwa mbaraka kwetu, amekuwa msaada katika kanisa hili tangu alipokuja, na tunazidi kumbarikisha hata anapoendelea, anapojiandaa kupokea rasmi kazi katika parokia ya Dhiriva Bwana. Tunaomba ya kwamba Bwana Mungu wetu ukaenenda pamoja naye, kila asimamapo Bwana ukaweza kudhihirika katika maisha yake mfalme, wewe uliyemuita, katika jina la Yesu Kristo. Pia tubarikisha familia yake Bwana, uzidi kuijenga na kuhifadhi katika wema wako Bwana, ili kila jambo analolifanya likaleta sifa na utukufu mbele zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Twajiachilia mikononi mwako Bwana, tukizidi kukushukuru kwa ajili ya muhula huu tunaoendelea na uchaguzi. Uzidi kutupa viongozi wanaomcha Mungu, viongozi wanaoliitia jina lako kwa kutetemeka, viongozi ambao hawana mzaha kwa imani, katika jina la Yesu Kristo. Hao ndio tunaomba ukatupea katika uongozi wa kanisa letu Bwana, kutoka kwenye district na hata katika vikundi, katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe twanyenyekea mbinguni pako, ili uweze kutuongoza kwa utukufu wa jina lako Bwana. Ni katika jina kuu lake Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako, nguvu na utukufu, sasa na hata milele. Amen, amen. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa hapa tumefika. Hebu turn to your right and to your left. Mwambie mwenzako we value you. Na mwambie karibu sana kwa nyumba ya Bwana. Unajua ni vizuri kujua nani who is next to you. Nimeshukuru Mungu sababu yake. Na hata ukaweza kusema jambo kwa Mungu wakati umekaa tu hapa na yeye. Ndio Mungu ambariki. Tunafurahi hapa tumefika. Wakati wa uimbaji tunataka kualika wana youth na waamuke haraka haraka wakuje tumsifu Bwana, sababu masaa yetu ukipitia changamoto, just know that you are not alone. You might be in the desert. Katika hii dunia kuna desert. Sometimes you feel you are in a desert. There are no jobs.
Your parents are not even understanding you. Maybe your friends have also deserted you. But remember, in the desert, there is God. God will never leave you. So you are never alone. You are never alone. Hata wakati unasikia kama umefika mwisho, just remember you are not alone. Jesus Christ is your closest companion and friend. Na yeye ako na jibu lako. Kwa hivyo hakuna mtu yote ambaye anafaa kukunyima amani, hapana. Alafu kama vile tulisema asubuhi, God does not keep the record of sins. Atusema kwa sababu mlifanya hivi last week, sasa Mungu aweza kanisamea, hapana. You just make a decision, God will embrace you and will make you moving. So God bless you so much. You will never be disappointed when you trust in the Lord. The senior people you see around, your parents, the church members, they are there because of the word of God. Si ya kwamba ilikuwa to walk in the park, hapana. Hii dunia iko na ups and downs, but we are there because of the grace of God. And the Lord is always the good shepherd. So be encouraged. And I always tell you that you have made the right decision. The best decision you can ever make is to serve the Lord. To serve the Lord, because you will get blessings always. God bless you. We are there to encourage you. We are there to support you. And you are not alone. You are not alone. God bless you. Kanisa, tusimame tuombe na wanalika. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakwambia ni asanti. Asanti kwa upendo mkuu ambao unatupenda nao. Ni asanti kwa njia zako ambazo hakuna mtu anazielewa. Tunashukuru kwa sababu ya siku ya leo ambao umetufanya tuione Jehova. Asante kwa sababu ya kila mmoja wetu ambao umetusaidia kusikia sauti yako ikiitana Jehova, tuje tulisifu jina lako. Mbele zetu tuko na wanalika mfalme wa mbinguni. Asante kwa sababu unawapenda. Asante kwa sababu umeongoza mpaka siku ya leo. Kila mmoja wao Jehova jira kuna sababu ya kushukuru. Ni wengi waliozaliwa nao lakini hawajafika mahali hawa wamefika. Tunakushukuru. Ni asante kwa afya njema. Ni asante kwa akili timamu. Ni asante kwa baraka za ajabu. Hata kuwaita katika nyumba yako tunakwambia ni asante. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Watu wanaweza kosea lakini wewe hakuna siku hata moja umeshakosea. Ndipo sababu unatuambia kila wakati kuna mipango mizuri juu wale watu wanakuamini. Hawa wanalika taweka mikononi mwako. Mikono yenye uwezo, mikono yenye baraka Jehova jire. Tazama wakiwa wanalika wako na changamoto nyingi. Hata wakati mwingine wanakosa kueleweka mfalme wa mbinguni, lakini wewe Baba unawaelewa. Tunawaombea baraka zako ambazo hazina kifani. Ukaongoze, ukawasaidia katika jina la Yesu. Saidia yote mfalme wa mbinguni. Ukawajalie maarifa kama vile mtumishi wako Sulemani alikuomba. Ya kwamba akipata maarifa ataweza kuishinda dunia. Hawa wanalika wajalia maarifa ya kuamua mambo. Wasaidie kusema ndio kwa wale mambo mazuri. Na pia wasaidie kuwa na ujasiri wa kusema hapana kwa wale mambo ambayo ni maovu. Wasaidie Mungu wa mbinguni hata usiku hata mchana waseme ya kwamba wanakupenda. Wasaidie Baba kusimama katika pengo na waseme ni vijana wako Jehova jire. Nao utawatetea, utawaongoza katika jina la Yesu Kristo. Wasaidie kuwa wanyenyekevu na watiifu kwa wazazi wao na kwa wale wote ambao kwa juu yao. Kwa sababu Mungu wa mbinguni wale wote ambao ni watiifu unasema kwamba utawabariki, na zaidi ya yote kile ambacho umewaahidi wataweza kupata Jehova jire. Wako na ndoto katika maisha yao. Kila mmoja wao kuna kila anatamani ndani yako. Ni asante maana wewe ni mwaminifu, utatimiza katika jina la Yesu Kristo. Wabariki. Wale wako shuleni Jehova wasaidie kusoma, wasaidie kuelewa katika jina la Yesu. Wale wamemaliza mfungo wa miguuni, wasaidie kusikia sauti yako ambayo inawaambia kila siku kwamba wao ni zaidi ya washindi. Wasisikie sauti ya wale wanasema hakuna kazi. Wasisikie sauti ya wale wanasema vijana wa Kenya wamepotea, lakini wakawa wakijua kwamba walio ndani yako Jehova jire ni zaidi ya washindi. Wabariki wazazi wao, wabariki wale wote ambao wanawashika mkono katika maisha katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale Mungu wa mbinguni wako katika maisha ya ndoa, Baba wasaidie na waongoze. Kuna wale Baba wanapanga kuwa na mipango ya ndoa, Baba wasaidie katika hilo jambo na ili wasije wakaibika. Tumewabarikisha Mungu wa mbinguni wakiwa wanakutumikia katika hii kanisa na katika hii parokia. Wacha utukufu wako Baba uwe juu yao. Wakiwa huko nje na pamoja na wanalika wengine, wacha upako wako uwe juu yao Jehova jire. Ya kwamba watakuwa kielezo chema na kupitia kwa wao wengi watakuja katika kanisa lako. Wengi watatamani jina lako. Watakuwa mwangaza kila mahali wanapoenda. Wabariki na uwasaidie. Ni asante kwa sababu baraka zako ni nyingi. Kila mmoja wao, kila familia imewakilishwa hapa Jehova, wabariki na uwatendee mema. Vijana wote katika nchi ya Kenya tunawaombea, ukawapatie nguvu katika jina la Yesu. Wale ambao wamefika mahali ambako wamepoteza matumaini, mpaka wengine wanajitoa uhai, Baba tunalilia maisha yao. Ya kwamba wakakuone, ya kwamba wakawa wakijua hata wakiachwa na marafiki, wewe hakuna siku hata moja utawaasha. Tunawalilia asubuhi ya leo, ukawakumbuke na ukawatendee mema. Tunakwambia ni asante katika wiki ambayo tunaingia. Hawa wanalika watakuwa wanaondoka na wanarudi wakiwa salama. Hawa wanalika watakuwa wanapisha milango katika makampuni
wanafunguliwa. Hawa wanalika watakuwa na bisha milango katika maofisi na wanafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kibali chako na upako wako utakuwa pamoja na wao. Ni asanti kwa sababu tutaendelea kutumia katika huduma yako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la pili latoka katika kitabu cha Luka Mtakatifu 10 kuanzia mstari wa 29 mpaka 35. Kuanzia mstari wa 29 hadi 35. Na tusome pamoja. Atakayewasomea ni Danson Njoroge na nimeokoka. Naye akitaka kujidai haki, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akamjibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Akaangukia kati ya wanyang'anyi. Wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomuona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamuona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomuona alimhurumia. Akakaribia akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta na divai. Akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtuza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtuze huyu, na chochote atakachogharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakupa. Jina la Yesu Kristo, tulisujudu jina lako asubuhi njema, tukupa sifa na utukufu kwa wema wako ambao umezidi kutuletea Bwana. Tunasema ni asante kwa maana umetupia nafasi nyingine imewadia ya kusikia kutoka kwako Bwana. Tufungulia roho zetu neno lako likaweza kupenya na kuleta mabadiliko yafaayo Bwana. Tufanyie nguvu mpya Bwana, tuhimize, tujenge mpya Bwana. Tukae mjengo uliofaa mbele zako Bwana, kulitukuza jina lako. Mtumie mtumishi wako kadi mapenzi yako, ujidhihirishe ndani ya maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Nataka chukua nafasi hii kumkaribisha mchungaji wetu Reverend Githinji anapotuhudumia siku hii ya mwisho katika parokia yetu ya Kariobangi South. Maana siku ya leo saa 8 atakuwa akipokelewa kule PCA Athi River Parish, na ndiposa tunakimbiza ibada, na pia tukaondoa LCC siku ya leo, tukaisukuma wiki ijayo ili tuweze kumsindikiza. Bwana apewe sifa. Tungetaka kukutuma na salamu zetu za upendo wake Kristo. Kanisa hili linakupenda, maana umekuwa baraka kwetu, na hata sasa ambapo hitimisha siku ambazo ulikuwa umetumwa katika parokia yetu, tunazidi kuombea baraka ya kwamba kule Athi River uzidi kuwa baraka kwa wale watu wa kuone ndani ya maisha yako. Bwana apewe sifa. Ningeomba kanisa kwamba tutakapokuwa tukiondoka, tutaacha hivi vyombo hapa, tuende pale nje tuweze kumpatia mkono wa heri njema. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tusisahau, kama ambavyo tumefanya Kiingereza ndivyo tutakafanya katika ibada hii. Karibu mchungaji, tunenee neno la Bwana kama vile Bwana Bwana Yesu asifiwe. So tunashukuru, na kabla hatujaingia katika neno ningempatia mke wangu nafasi awasalimie kwa dakika moja katika siku ya leo. Karibu. Tunakushukuru, tunasema ni asanti. Uhimidiwe milele na milele kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Njia zako hakuna mtu anasielewa. Ya kwamba siku ya leo Jehova Jireh umetuunganisha mahali hapa ili tukasikie neno lako. Kila mmoja wetu ni wewe umetuita. Ni wewe umetupatia nafasi hii kuwa mahali hapa Jehova Jireh. Hatujakuja hapa kwa sababu ni kawaida, lakini tumekuja hapa kwa sababu kuna mwito wako. Sasa tumeketi tusikie neno lako. Tunenee mfalme wa mbinguni katika sauti ya ajabu. Fungua roho zetu, fungua masikio yetu hata kiroho, tukasikia sauti yako. Ninaposimama mbele ya watu wako Jehova Jireh, mimi ni mwanadamu tu, lakini ukinitumia Jehova Jireh, watu wako na sote tutabarikiwa. Nitumie kama chombo chako
ninene mausia yako, ninene sauti yako Jehova Jire, na tutaenda kukusifu na tutaenda kukuinua. Ni asanti, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. One ini wendo taliatia Ngai witũ naguo twatwĩkire ciana cia Ngai, nĩ wa magegania Mwathani, hutia rĩngĩ Ngai wakwa di nĩgetha nyone wega Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba angalieni upendo wa ajabu, na hiyo ndio tunaongea juu yake, ya kwamba fadhili ama wema zaidi ya kipimo, ambao hauna kiasi, hauna kipimo, hauwezi mtu aweza kanena juu yake. Hiyo ndio fadhili ambazo tunaongea juu yake, ama wema usio na kifani ama usio na kisani na kiasi. Na ndiposa tumeiba wimbo huo, ya kwamba angalieni ni upendo gani huu Mungu anatupenda nao, ya kwamba ametuteua mimi na wewe, ametufanya watu wake, ya kwamba siku ya leo kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea, lakini Mungu katika upendo wake na katika fadhili zake ametupatia nafasi ya kuwa mahali hapa tusikie neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni nafasi ya ajabu. Hii ni nafasi ya ajabu, ni kibali cha ajabu Mungu ametupatia ili tukaweza kusikia neno lake. Hatujakuja hapa kwa sababu ni kawaida. Sio kawaida, imegharimu mkono wa Mungu. Siku ya leo haikuwa siku ya kawaida, ni siku ya kipekee. Wokovu wa leo sio wokovu wa kawaida. Ushuhuda wa leo sio ushuhuda wa kawaida, ni ushuhuda wa kipekee, maana Mungu ametupatia nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, tunaishi katika dunia ambapo mara nyingi fadhili hupimwa kwa hesabu. Unaangalia kabla hujatenda wema, unaangalia mwenye unatendea na unamfanyia hesabu. Unajiuliza, amenifanyia nini ndio nimfanyie? Amenifanyia nini? Hiyo ndio dunia ambayo tuko juu yake. Tunafanya mema kwa wale ambao watatulipa, ya kwamba unatenda kitendo ukitarajia kwamba siku moja utatendewa. Lakini Mungu anataka kutunenea siku ya leo, na neno la Mungu nalipenda sana, kwa sababu ninasema kubarikiwa ni yule ambaye anamtegemea Mungu. Tutende wema si kwa sababu tutatendewa kama vile watu wa dunia huwa wanatenda, lakini tutende wema ambao umepita kiasi, ambao ni wema wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika dunia ambao watu wanatenda wema kwa wakati ambao unafaa, lakini si wakati ambao hufai. Wakati ambao hufai ni wakati labda tuonekani na watu, tunakosa kutenda. Wakati usiofaa ni wakati ambapo hata tupigiwi makofi ama tutabuliwi. Lakini huo ndio wakati ambao Mungu anatuambia siku ya leo tuweze tukatenda wema. Wema wa Mungu ni ule tunahitajika kuonyesha, na ni wema ambao ni tofauti, ni wema wa ajabu, wema ambao hauna kikomo, wema ambao mara nyingi hauwezi ukastahiliwa. Ndio huo ambao tunatafakari siku ya leo, na ambaye anatuongoza ili tunafakari huu wema wa Bwana ambao hauna kifani ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Tunamjua sana. Na huyu Daudi ukiangalia vizuri yenyewe unakuja kujua kwamba ndiposa Mungu alisema nimepata mtu ambaye aliye na roho kama yangu. Kwa sababu huyu mtoto akati alikuwa mtoto, mnajua yale mambo alikuwa anayapitia akiwa kule kwenye msitu. Alipitia mambo mengi mpaka watu wao hawakuwa wanajua. Mungu akamuokoa. Huyu ndiye yule mtoto ambaye alisema nitamweza Goliathi kwa sababu yeye amekuja tu kwa silaha, lakini mimi nakuja kwa nguvu za Mungu. Alitambua uwepo wa Mungu. Sasa wakati aliteuliwa kuwa mfalme alikuwa mtoto, hangechukua usukani akiwa mtoto. Na ikajulikana kwamba yeye atakuwa mfalme. Na Sauli bado alikuwa kwenye kiti, akajua. Roho wa Mungu akamuondokea kaenda kwa Daudi. Lakini Daudi akateseka, Sauli akimtafuta, lakini Mungu akaweka mtoto wa Sauli alikuwa anaitwa Jonathan, ambaye alikuwa anamsaidia Daudi. Baba akimpagia hivi, Jonathan anamwambia pitia hii na utaponea. Na kwa hivyo wakawa marafiki sana na Jonathan. Lakini Sauli alimtesa sana Daudi. Na siku moja ukisoma katika Samueli wa pili mlango wa 4, Saul na watoto wake wakaenda vitani na wakauawa. Na habari ikakuja kwamba Saul na watoto wake wamekufa, mpaka Jonathan amekufa ambaye alikuwa rafiki wa Daudi. Mfanyikazi wa nyumba katika nyumba ya Sauli aliposikia haya maneno, alikuwa anaangalia mtoto wa Jonathan, alikimbia na mtoto akatoroka.
Ukisoma 2 Samuel chapter 4, alipokuwa anatoroka, mtoto akaanguka, akafujika miguu, akawa kiwete. Huyu mtoto anaitwa Mephibosheth. Akaenda mahali palikuwa anaitwa Lodibari kujifisha huko. Maana alijua sasa kile kitafuata baada ya Sauli kuuawa ni familia yake itakuja kufagiliwa. Kwa hivyo yeye akaenda kuficha mtoto huko Bali. Na Daudi akawa mfalme. Kama mtu wa kawaida, unajua vizuri sana, ukishachukua usukani, jambo la kwanza ni kuambia rafiki yako na adui yako, sasa utajua ni mimi niko na uongozi, ni mimi niko na nguvu, sasa sema tusikie. Kwa hivyo ingetarajiwa kwamba Daudi angemaliza familia ya Sauli yote, ili pasiwe na mtu yote ambaye atainua kichwa kusema kwamba ni wa Sauli. Hivyo ndivyo watu walikuwa wanatarajia. Lakini tunampata Daudi hapa akiuliza, kuna yeyote ambaye alibaki? Kuna yeyote amebaki katika nyumba ya Sauli? Niweza nikamuonyesha fadhili sa rafiki yangu Jonathani, ambaye nilimwahidi ya kwamba nitamtendea wema. Kuna yeyote alibaki? Sasa tunampata mtu ambaye anaitwa Siba akijibu kama watu wa dunia, akisema kuna mmoja ndio, lakini anytime unasikia lakini huwa inaharibu kile kimesemwa. Huyu mtu ni mzuri, lakini ukisikia huyu mzee wangu ni mzuri, lakini ukisikia expect the opposite. Hivyo ndivyo ilivyo, lakini inaleta kinyume. So huyu Siba akasema kunaye, lakini ni mlemavu. Unasikia? Kujaribu kumtoa rangi, kumtoa alama. Yaani akisema ni mlemavu ni kama Daudi atasema hapana, walemavu sina uhusiano nao, yeye ni kiwete sitaki. Lakini Daudi alikuwa ameuliza kuna yeyote. Daudi hakuwa amepeana condition. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yeyote amebaki? Siba ndiye anasema kunaye, lakini ni mlemavu. Daudi akasema huyo na aende aitwe. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa ajabu. Ni nani angekumbuka familia adui yake? Mtu ambaye alimhangaisha usiku na mchana akimtesa, na sasa anatafuta mtoto wa familia yake. Watu wangeshindwa, na huyu kwani Daudi anakaa aje? Amesahau tu hivi vile huyu Sauli alikuwa anamtendea. Kama ni mimi wangenitabua. Lakini Daudi alikuwa na roho tofauti. Alimtendea huyu mtoto Mephibosheth hisani, akatumana aitwe. Huyu mtoto naye aliposikia hivyo alishtuka. Alidhani ya kwamba anaenda kumalizwa, akasema woi, nilikuwa nimejifisha, kumbe nimefikiwa. Lakini haikuwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku ya leo tunataka tuongee huo wema ambao hauna kiasi. Kama vile Daudi alimuonea Mephibosheth huruma kutokana na ile agano walikuwa wamefanya na baba yake Yonathani. Kama Daudi angekosa kumkumbuka Mephibosheth, hakuna mtu angejua, maana waliagana wakiwa watu wawili. Angeruka hiyo deal. Si Jonathani alikufa. Si hakuna mtu anakumbuka, lakini alikumbuka kwamba Mungu alikuwa shahidi wa yale maagano ambayo alifanya. Watu wa Mungu ni vizuri tukae tukijua kwamba Mungu huwa anasikia yale maagano ambayo tuko nayo. Kuna hadithi moja huwa inanitia moyo sana. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka, Exodus, ya kwamba wakati Farao alipanga kuua wale watoto wa Yahudi, alitafuta akina mama wawili wakunga. Akawaambia, nyinyi mkiona mtoto amezaliwa na ni mfulana, muue. Wahibrania muue. Lakini hawa akina mama, kwa sababu walikuwa wanaogopa Mungu, hawakufanya hivyo. Na wakati walikosa kufanya hivyo, Biblia inasema Mungu naye akawabariki. Hivyo ni kusema hata wakati walikuwa wanapoa maneno, Mungu bado alikuwa anasikia, lakini alikuwa amenyamaza. Sasa wakati wamechukua hatua, Mungu amejitokeza. Watu wa Mungu siku ya leo, wakati tunafanya agano, ni vizuri tukue kwamba Mungu ni shahidi. Na wakati tunatimiza, utukufu wa Mungu sasa unaonekana. Daudi angesahau hiyo familia ya Jonathani, hakuna mtu angemuuliza. Si alikuwa ameshapata ufalme. Ile ilikuwa mtigwa kadegani ya ruwa mararaja, okay? Wala wanaja Kikuyu. Degani ya ruwa mararaja gotire. Sikila alikuwa anataka si amepata. So anything does not count. Lakini Daudi alikumbuka kwamba alikuwa ameweka agano na Jonathani. Kwa hivyo hata kama hakuna mtu alikuwa amesikia, alikuwa mcha Mungu. Na hiyo ndio roho ambayo tunafaa kuwa nayo. Akamkumbuka Jonathani na yale alikuwa ameahidi. Kwa hivyo akaenda kumtafuta huyu mtoto. Kwa hivyo watu wa Mungu, wacha tuwe na hiyo, uwe na huo upendo. Ya kwamba tutafanya kazi si kwa wale tu ambao watatutendea mema. Si wale ambao maybe wanapendeza. Si wale ambao maybe tunawajua. Tutafanya wote kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu. Kama vile daraja linabeba watu wote. Wanafuka wakienda padei, wanafuka wakienda padei. Hakuna siku hata moja inasema imeshoka. Hapana. Hivyo ndivyo Wakristo tunafaa kuwa. Tufanye hii kazi ya Mungu kwa watu wote.
Wala wanapendeka na wala wapendeki. Wala wanatupenda na wala watupendi. Watu wa aina yote tuwafanyie hisani kwa sababu tunafanya kazi ya Bwana. Jambo la pili, wema usio na kiasi unafuja mipaka yote. Unafuja mipaka. Tunasoma kitabu cha Luka mlango wa 10 kuanzia 35. Tunampata Msamaria. Na huyu Msamaria alikuwa Msamaria kama wale watu wengine, Wasamaria wengine. Na Wasamaria mnajua walikuwa watu wamesoma, na walikuwa watu ambao walikuwa very arrogant. Walikuwa watu ambao walikuwa na tumaringo. Ni wale watu wanakupimia tu hivi. Wanakupimia, wanainua kioo. Lakini huyu Msamaria yeye alikuwa mtu wa tofauti. Akapata mtu amepigwa. Na unajua mara nyingi watu wanasema kwamba ni kwenda halo, mimi unapitia kado unaenda. Kwa sababu unasema hiyo maneno sitaki, hata sitaki kuhusishwa. Hivyo ndivyo huwa tunafanya. Lakini huyu Msamaria hata hakuwa anajua huyu ni nani. Na jambo la pili, huyu alikuwa ni Myahudi, alikuwa amepigwa. Na yeye alikuwa Msamaria. Alikuwa na sababu sasa kusema mambo ya Wayahudi mimi sitaki, hatushirikianagi na wao. Sisi tunaheshimiana namna hiyo, wanatushukia, sisi tunaenda kivyetu. Lakini yeye akaona mtu alikuwa amepigwa. Na huyu mtu alikuwa ameonekana na kuhani. Priest alikuwa amemuona. Priest akapita. Yule ambaye alikuwa anatarajiwa kuwa na Mungu zaidi alipita kando. Mwingine alikuwa Mlawi. Walawi walikuwa watu ambao walikuwa wanafanya kazi ya Mungu. Hata urithi ambao walipewa ni kufanya katika kazi ya Mungu. Mnajua hivyo. Hata yeye alipita kando. Lakini Msamaria, hata kama ilikuwa inaonekana Wasamaria hawajui Mungu, yeye mwenyewe akaona yule mtu akaenda kumsaidia. Diposa leo tunasema Msamaria mwema. Huyu priest, labda kuna mahubiri alikuwa anahubiri kwa sababu alikuwa mhubiri kama vile ninahubiri leo. Lakini yeye hakuna kitu yake tunaongea juu yake. Huyu Mlawi, Walawi walikuwa wamesema urithi wao ni katika nyumba ya Mungu. Hakuna kitu kingine katika dunia walikuwa nayo. Hawakuwa na mashamba, hawakuwa na maproti, hakuna kitu kingine walikuwa nataka. Wao walikuwa nakaa katika hekalu. Wale wengine ndio walikuwa wanawaletea. Huyo Mlawi hakuna mambo yake tunaongea, lakini Msamaria tunaongea juu yake, na watu wataendelea kuongea juu yake mpaka mwisho wa dunia kwa sababu ya kile kitendo alitenda. Bwana Yesu asifiwe. Nini Mungu anatufunza? Ya kwamba wakati wote tunafanya fadhili, tunafanyia watu wengine wema. Hiyo ina shida mahubiri mengine yote. Inahubiri mambo mengine yote wakati tunagusa roho za watu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Msamaria akamsaidia yule mtu, hakuwa anamjua. Akampeleka pale, akasema hudumiwe, na akagaramika. Akatoa mpaka pesa yake. Imagine unatoa pesa kwa mtu ambaye hakujui. Na jambo la maana sana, ni mtu ambaye hataweza kukulipa. Lakini akatenda wema. Hiyo ndio wema ambao tunaongea juu yake leo. Msamaria alionyesha huruma kwa mgeni licha ya uhasama wa kitamaduni kati ya Wayahudi na Wasamaria. Alijitolea usalama wake, akatumia mali yake na muda wake pia bila kutarajia malipo. Watu wa Mungu tufanye kazi ya Mungu bila kutarajia malipo. Kuhani na Mlawi walipita kando, lakini upendo wa Msamaria ndio tunaongea juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Wema ambao tunafaa kufanya utafusha vizuizi vya chuki, hofu na mambo yote. Katika jamii yetu ya Wakenya, katika jamii yetu ya Nairobi, wengi wamelala kwenye udhaifu. Wengi wamelala kwenye umaskini. Wengi wametengwa. Wengi hata sauti zao asisikiki. Ni sisi wa Kristo Mungu anatuambia tuende tuwafikishie wema wa Bwana. Hii ni tangu last week tunaongea mambo ya the Great Commission. Wakati Mungu anatutuma tueneze injili yake. Wacha tuwe na huo wema ambao umepita kiasi. Mahali unatarajiwa kukaa kando, wewe unasonga mbele. Mahali ambapo hakuna sababu yote unafaa kupeana msaada, hapo ndipo utapeana kwa sababu unafanya kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja alikuwa anaitwa Mark Twain. Alisema hivi: wema ndio lugha pekee ambayo kiziwi anaweza kusikia na kipofu kuiona. Naye mwingine akasema, watu wanaweza sahau mambo mengi, lakini hakuna siku mtu atasahau vile uligusa roho yake. Watu ni wengi wako huko nje, hata wengine wako hapa, roho zao siko chini. Na mtu mmoja akasema, obea tu mtu kwa sababu hujui maisha gani ambayo anapitia. Unaweza dhani ako sawa, kumbe hayuko sawa. Watu wanapofunzwa katika kazi ya uchungaji, wakati mwingine tunatumwa katika hospitali tuende tukaone wagonjwa. Na jambo moja huwa tunaambiwa, ukikuta mgonjwa usikawai muombea kabla hujamuuliza unataka muombee nini, kwa sababu unaweza shtuka. Na nilijikuta siku moja, mimi nilikuwa nasomea katika Kikuyu Hospital. So nikaenda nikakuta mgonjwa ambaye alikuwa analia, mwanaume alikuwa analia. Tulikuwa na mwanafunzi mwingine.
Tukadhani ya kwamba ni ushungu ako nao katika mwili ndio sababu analia. Tukaanza kumhimiza bado anaendelea kulia. Sasa kwa vile tulikuwa tumeambiwa na mwalimu kwa class usikawahi ombea mtu kabla hujamuuliza shida unataka aombee, kwa sababu labda unaombea kitu ambacho hakiko. Tukamwambia na sasa ungetaka tukwambie nini? Hapo ndipo alituambia, mimi mnapoona nikilia, mimi sio mgonjwa, mimi nilipona kitambo. Mimi hakuna mahali pananiuma. Ninalia kwa sababu watu wanakuja hapa kuona wagonjwa wakidhani mimi ni mgonjwa, na mimi nilitibiwa kitambo. Kile nimekosa ni pesa. Mimi nikipata tu pesa nilipiwe bili ya hospitali, mimi nitaenda nyumbani. Ndio sababu ninalia. Unaona, sasa tulikuwa tunadhani analia kwa sababu ya ushungu. Kumbe shida yake ilikuwa tofauti. Wakati mwingine unaweza dhani mtu akosana labda hayuko sawa. Endelea tu kumwombea kwa sababu hujui anapitia katika maisha gani. Bwana Yesu asifiwe. So labda unaombea mtu jambo fulani labda sio hiyo. Hiyo ni kulingana na mawazo yako. Ni vizuri uliza mtu, ungetaka tuombe juu ya nini? Labda utashtuka. Utadhani na sikuwa nimeona kwa hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe. Watu ni wengi ambao wanataka hiyo wema bila kupita kiasi katika nchi yetu. Watu wamefiwa, roho zao zimeumia. Wengi wako na mashida mengi, roho zao zimeumia. Wengi labda wako na mizigo wamebeba ya kitambo. Labda kuna mtu aliwatendea jambo ambayo mpaka wa leo hawajawahi ashiria. Hao ndio watu ambao tunaitwa tukawaongeleshe. Bwana Yesu asifiwe. Tuwaambie kuhusu hisani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, wema usio na kiasi unaiga moyo wa Mungu. Ambaye tumesoma katika kitabu cha Warumi. Ya kwamba upendo wa Mungu ni wa ajabu. Ya kwamba wakati tulikuwa wenye dhambi, Yesu mwenyewe alitufia. Mungu akamtoa mtoto wake wa pekee afe kwa sababu ya wanadamu. Hata mtu mmoja akasema, kwani mwanadamu ni nani? Mungu anampenda kiasi hiki. Ya kwamba hata kama anamuasi anafanya maovu, Mungu angali anampenda. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka akamtoa mtoto wake aje afe kwa sababu ya dhambi zetu. Upendo wa ajabu. Yesu hakufa wakati tulitubu, alikufa wakati tulikuwa wenye dhambi. Na ndiposa mpaka leo tunaambiwa kwamba vile tulivyo ni kwa sababu ya wema wa Bwana. Hakuna wema wetu hata mmoja. Hakuna. Na hakuna kitu mtu anayesafanya ya kwamba ndio ati aweza kanunua wokovu. Hapana, ama ule utakatifu, hapana. Ni kwa sababu ya wema wa Bwana ambao umenifikia na umetufikia siku ya leo. Vile tulivyo, wokovu ambao tuko nao ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Ni nani anaweza nunua wokovu? Hakuna. Wokovu unatoka pesa ngapi? Ni nani anaweza jitendea mema? Hakuna. Ni Mungu tu anafanya nini? Anatuhurumia. Na diposa siku ya leo sisi tukishapata hiyo sauti ya kuona upendo wa Mungu vile ulivyo, tunasikia neno la Bwana linatubadilisha, na sisi baada ya kubadilika tunasonga mbele. Tunaenda kueleza wengine na kuwatendea wengine wema. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotendea wengine wema, tunawaelekeza katika neema ya Mungu. Tukumbuke watu wengi, kwa mfano kuna mama alikuwa anaitwa Mama Teresa. Mama Teresa hatuambiwa alikuwa tajiri, hatuambiwa alikuwa na ploti ngapi, hatuambiwa alikuwa na magari mangapi, hata hatuambiwi kabila lake. Kile tunaambiwa Mother Teresa alikuwa mama ambaye alijitolea kusaidia watoto ambao walikuwa na radarada, watoto ambao ni mayatima. Na mpaka wa leo tunakumbuka Mother Teresa of Calcutta kwa sababu ya matendo ambayo aliyatenda. Watu wa Mungu, acha tuyatende mema, maana hakuna siku hata moja yatasahaulika. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wengi walikuwa wakati wa Mother Teresa, lakini hata hatuwakumbuke, hata hatuwajui. Lakini Mother Teresa tunamtaja leo kwa sababu alitenda wema ambao ulikuwa unapita kiasi. Hata ingawa hakuwa tajiri, lakini katika kile kidogo alikuwa nacho, alitenda wema ambao unakumbukwa na dunia yote. Mtu wa Mungu, siku ya leo, si ate unimali ambao uko nao mingi, lakini kile uko nacho kitumie katika utukufu wa Bwana. Tenda wema kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatubariki. Kile tuko nacho, ni wakati tuko nao wa kutembelea wagonjwa, wacha tuwatembelee. Ni mali tuko nayo ya kuwasaidia ambao wajiwezi, wacha tuyatumie. Ni sauti tuko nayo ya kuwaibia watu nyimbo za kufanya roho zao siende juu, wacha tufanye hivyo. Tufanye kazi kwa bidii kupita kiasi, yani kupita vile watu wengine wanaweza tarajia, kwa sababu ni Mungu anaitana. Nelson Mandela alikuwa mtu ambaye tulisoma katika historia, aliteswa, alikaa 27 years kwa jela. 27. Na si hata alikuwa mwizi, ni kwa sababu alikuwa anatetea watu wake. Na wale walimweka jela walikuwa tu, na siku ikafika akatoka. Watu walikuwa wanatarajia atasema kwamba hawa wasungu wote wawekwe ndani, wasikie vile nilikuwa nasikia.
Mandela alisema, mimi nimetoka katika jela, lakini nitabaki katika jela ikiwa nitalipisa kisasi. Kama nitalipisa kisasi, ndio nitakuwa katika jela kubwa, kwa sababu nitaendelea kubeba mambo mengine, nitakuwa katika prison. Tunaweza sema tuko huru, labda katika jela ya mizigo ambayo tumebeba, ushungu, shuki, mambo mengi. Nilitedewa, niliambiwa, nilifanyiwa, sitawahi fanya, waliniambia, waliniona. Tuko katika utumwa. Nelson Mandela alisema hapana, siwezi nikatoka kwa jela na nibaki katika jela. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, siku ya leo tumewekwa huru na Mungu. Tusikae kama wafungwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kitatufunga. Hakuna, sisi tutafanya kazi ya Mungu kwa sababu hiyo ndio kazi ametuitia. Mother Teresa wanatunenea. Mary, yule mama ambaye alimwaga mafuta ya bei akamwagilia Yesu kwa miguu mpaka watu wakalalamika. Kwanza Judas, kwa sababu alikuwa mweka hazina, akasema, mafuta kama hii ya pesa yote inamwagwa chini. Lakini Yesu akasema nini? Nyinyi hamjanitendea vile huyu mama alinitendea. Huyu mama hakuwa na sifa mzuri, sifa zake asiwa mzuri, lakini kile kitendo alitenda. Yesu akasema, huyu mama kwa vile ametenda, mahali popote hii injili itakuwa inahubiriwa, jina lake litakuwa linatajwa. Na ni ukweli tumelitaja leo, kwa sababu alifanya wema kupita kiasi. Watu walidhani mafuta ya bei haiwezi kumwagiliwa mtu, yeye alimwagilia Yesu, akapaguza kwa nywele yake, akanyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tufanye extraordinary things so that we can get the blessings of God. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe katika jua ambalo huchomoza kwa watu wote, watu wabaya, watu wazuri. Jua linachomoza. Jua linachomoza kwa wale wako nazo na wale hawana. Jua linachomoza kwa watu wote. Kwa hiyo ni ishara ya kwamba upendo wa Mungu ni kwa watu wote. Vivyo hivyo wema wetu unafaa kuwa kumininika kwa uhuru bila mipaka kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ni kwamba hatua za vitendo za kuishi wema usio na kiasi. Tunafaa kukaa namna gani? Tunafaa kuwa na makusudi. Tafuta fursa ya kubariki wale wasiojiweza kulipa. Tendea wema wale ambao hakuna siku hata moja wataweza kukulipa. Hawana njia yote ya kukwambia asante, labda kwa mdomo, lakini unawatendea mema kwa sababu unatenda kwa sababu ya Mungu. Kuwa daima ya kwamba fanya wema uwe mtindo wako wa maisha, sio tukio tu la mara moja. Iwe ni kufanya kila kitu. Hiyo ndio mazoezi. Hiyo ndio mazoezi ya kufanya nini? Ya kufanya wema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes, kuna eroda moja aliniambia hapa Kariobangi South, hiyo ndio mtindo wetu wa kuendelea kuwatendea watu nini? Mema. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri sana. Mungu atendee mema. Mimi nilikuwa nikakuja nikakuta mkitenda wema. Nimeenda nikisema vile watu wa hii parish wako na roho ya kutenda wema na wanafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aendelee kutuhimiza tunapofanya kazi yake. Mephibosheth alikuwa na nafasi ya kukataa, aseme hapana, mimi sitaki, wacha tukae na shida zangu, lakini alikubali mwito. Alikubali, akaitikia. Na kwa sababu ya hiyo kuitikia, mengine akafuata. Siku ya leo Mungu anatuita. Labda uko hapo, nikimalizia, unasikia uko katika rodibali, ni kama umesahurika. Umekuwa ukiomba, unasikia ni kama umesahurika. Labda ulitengwa. Ni mambo mengi, kila mtu ako na historia. Everybody is a living document. Kila mtu ambaye unaona ni kama kitabu unaweza soma, ako na mambo mengi ambayo ako nayo, lakini Mungu anatuambia siku ya leo, nimeelekeza mkono wangu wa wema kwako. Sikia sauti yangu na kuita. Kuna yote amebaki katika rodibali ya magonjwa, rodibali ya shida nyingi, mambo ni mengi uko nayo, labda ni ya kifamilia, ni ya kijamii, lakini Mungu anasema kwamba leo ametumana. Leo ametumana. Sauti ya Mungu ndio hii inatumana, ya kwamba sote Mungu anatuita tuweze tukaoje wema wake. Huo wema ambao hauna kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Mephibosheth alikubukwa, Mungu ametukubuka siku ya leo. Watu wa Mungu, acha tukaone wema wa Bwana. Wacha tukaona upendo wa Mungu vile ulivyo mkuu, ya kwamba anatupenda vile tulivyo. Hata kama Mephibosheth alikuwa kiwete, Daudi hakumshukia, alimsaidia. Na Daudi akasema, huyu atakaa katika meza yangu siku zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Naye Daudi bado ndiye alisema, Bwana ameniandalia meza mbele ya maadui zangu. Meza imeandaliwa. Sisi zote tumealikwa katika nini? Katika karamu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuitikie sauti ya Bwana siku ya leo. Kwanza tukubali sauti yake, tuitikie, alafu atusaidie kueneza huo wema kwa watu wengine wote. Asubuhi tulikumbuka yule mtu ambaye alikuwa anaitwa tajiri na Lazaro. Huyo tajiri hakuna makosa alikuwa nayo kwa sababu ya kuwa na pesa, alikuwa sawa. Lakini kile huwa kinafanya tumuone katika hali mbaya
ni vile alimtreat, vile alimchukua Lazaro ambaye alikuwa kwa geti, alikuwa katika lango lake. Hivyo hiyo mambo alimtendea Lazaro, alikuwa anamtendea maovu. Hayo ndio tunaona hakuwa tajiri mzuri. Tulikuwa tunajiuliza asubuhi, ni Lazaro wangapi ambao tunakutana nao katika maisha yetu? Ni watu wangapi tunakutana nao ambao wanataka msaada wetu? Ni watu wangapi mahali tunafanya kazi, mahali tunaishi, wanataka msaada wetu? Sisi kama watu wa Mungu, wacha tukawasaidie, kwa sababu hiyo ndio ambayo Mungu anataka. Matendo yanaongea zaidi ya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie na aweze kutuongoza. Na yeyote ambaye uko hapo, Roho wa Mungu anaitana, sikia sauti ya Bwana, njoo kwa Yesu. Mungu amekuja siku ya leo, haijalishi tuko mahali, tuko rodibali na kana namna gani. Tunasikia tumeishiwa kama Wakenya, tunasikia ni kama hatuna mwelekeo, ni kama hatuna tumaini, lakini Mungu anatunenea siku ya leo. Yeye anaitana, ametumana ya kwamba tuje kwake. Na kama vile Daudi alisema, atakaa katika nyumba ya Bwana siku ambazo hasina mwisho. Nasi tutakaa katika nyumba ya Bwana siku ambazo hasina mwisho. Watu wa Mungu, tusikie sauti ya Bwana, tutende wema. Wakenya tusikie, tutende wema. Mungu awasaidie viongozi wetu, watendee watu wote wema, sio kuwatendea wale watu ambao watawapigia kura. Hapana, tutawatendea watu wote wema, wa makabila zote, watu wote, kwa sababu hiyo ndio kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu atatukuzwa na Mungu atatubariki. Hakuna tendo lema, hata kama ni dogo, litapotea bure. Na kama vile tunaelezwa katika theme ya kanisa hili mwaka huu, ni kwamba tuendelee kufanya huduma, maana kazi yote ambayo tunafanya tukua katika Bwana, hakuna siku hata moja itakuwa ya bure. Nikimalizia, ondokeni leo. Sote tunaambiwa na Mungu tuondoke leo, tukawa vyombo vya wema wa Mungu, usio na kipimo, usio na mipaka, na usio na ubinafsi. Huo wema tuelekeze kwa watu wote, na ni wema ambao hauna kiasi, ambao Mungu ameonyesha kwetu kupitia kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunamalizia hapo na tutasimama. Kama kuna mtu wako hapa amesikia sauti ya Bwana, ungetaka kupeana maisha yako kwa Yesu, hiyo ndio hatua ya kwanza. Mungu anajua kuokoa, anajua kudumisha, atakuongoza na atakubariki. Tunapoendelea, tunapoomba, Mungu atukumbuke hata katika mahitaji yetu. Na sote kutoka leo tutawatendea watu wote wema bila kiasi, bila ubaguzi. Hasa kwa wale ambao tunajua hata wana uwezo wa kuturudishia hiyo wema. Tusimame. Hingwe kirie godira yalo udhaidana nalio idale kinye liake ana maidori jodhere irie kafiro morogaro